Tarehe 19 Mei mwaka 1966 ilikuwa siku ya kihistoria hapa Tanzania baada ya kuwasili kwa ndege ya kwanza ya kijeshi aina ya Caribou 2 Twin Engine kutoka Canada. Mapokezi hayo yalifanyika katika kikosi cha anga maarufu kama Air Wing, ambacho ndio kwanza kilikuwa kinaanzishwa pembezoni mwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dar es Salaam. Sherehe za mapokezi ya ndege hiyo ziliongozwa na makamu wa pili wa rais ambaye pia alishika wadhifa wa waziri wa ulinzi, na JKT si mwingine bali ni Rashid Mfaume Kawawa au Simba wa Vita. Wageni wengine mashuhuri waliokuwepo katika sherehe hizo ni pamoja na balozi wa Canada nchini Tanzania A.S. Makigili pamoja na makamu wa rais wa Zambia Reuben Kamanga. Sambamba na hao walikuwepo makamanda na wapiganaji wa jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania pamoja na wakufunzi wa kijeshi kutoka Canada. Ujio wa ndege hii ilikuwa ni sehemu ya ahadi ya Canada kwa Tanzania katika makubaliano ya ushirikiano wa kuisaidia Tanzania kusika jeshi lake lililoasisiwa mwaka 1964. Awali, makubaliano hayo yalihusu mafunzo kwa maeneo kama utawala wa lojistiki, lakini baada ya serikali ya Tanzania kusitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ujerumani Magharibi, ambayo ilikuwa imeanza kutoa mafunzo ya jeshi la anga kwa JWTZ, Tanzania iligeukia Canada kuchukua nafasi ya Ujerumani Magharibi. Canada iliendelea kutoa mafunzo ya jeshi la anga mpaka mwaka 1969 ambapo Tanzania iliamua kutumia nchi moja tu kutoa mafunzo kwa JWTZ. Nchi hiyo ni China, ambayo nayo ilikuwa tayari ikitoa misaada, vifaa pamoja na mafunzo kwenye mbinu za medani tangu mwaka 1964. Hivyo, tangu mwaka 1969, China ndio akawa mshirika mkuu wa Tanzania na ndio aliyetoa msaada wa uanzishaji wa kikosi cha ndege vita kilichowezesha Tanzania kuwa katika nafasi nzuri ya kujilinda dhidi ya wakoloni wa Ureno walikuwa wanatumia ndege vita zao kushambulia mikoa ya kusini. Hiyo ni mwanzoni mwa miaka 1970.